Tumsifu Yesu Kristu. Naitwa Padri Liston Lukoo, mkuu wa idara ya katekesi, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa niaba ya mwenyekiti wa idara ya katekesi, Baba Askofu Stefano Musomba, ambaye pia ni askofu wa Jimbo Katoliki Bagamoyo, napenda kuchukua nafasi hii kutoa taarifa rasmi ya matokeo ya mitihani ya vyuo vya katekesi iliyofanyika Oktoba mwaka jana 2025. Mgawanyo wa matokeo hayo ni kama ufuatayo. Kwanza ni mgawanyo wa watahiniwa wenyewe. Kulikuwa na makundi matatu ya watahiniwa kwa mwaka 2025. Kundi la kwanza ni la watahiniwa wa kozi ya miaka 2 na 3 ambao jumla yao waliofanya mitihani walikuwa ni 581. Pili, kuna watahiniwa wa kozi ya mwaka 1 ambao idadi yao waliofanya mitihani ni 47. Kundi la tatu ni watahiniwa wa vituo vyetu kutoka vyuo vikuu, vituo vya katekesi vyuo vikuu, na hapa tuna vyuo vikuu viwili. Chuo Kikuu cha Katoliki Mbeya ambao walikuwa 29, na kituo cha Mtakatifu Francisco wa Xaveri UDOM, yani Chuo Kikuu Dodoma, walikuwa watahiniwa 46. Kwa jumla ya watahiniwa kutoka vituo vyetu vya vyuo vikuu ni 75. Kundi hili la vyuo vikuu walinafanya mitihani yao mwezi Juni kwa kituo cha katekesi kule Dodoma, na mwezi Agosti kituo cha katekesi kule Mbeya. Jumla ya wote waliofanya mtihani mwaka 2025 ni 703, ikiwa ni ongezeko la watahiniwa 63 ukilinganisha na idadi waliofanya mitihani hiyo mwaka 2024 ambao alikuwa watahiniwa 640. Sehemu ya pili ya taarifa hii ni juu ya ufaulu wa mitihani hiyo. Tukianza na watahiniwa wa kozi ya miaka 3 na 2, kwa ujumla ufaulu ni mzuri sana, na hii inadhihirishwa kwa mchanganuo ufuatao. Kwanza kabisa, kwa namna ya pekee, idara ya katekesi Baraza la Maaskofu inakipongeza chuo cha katekesi Mtakatifu Jerome Tosamaganga Jimbo la Iringa, ambacho watahiniwa wake wote 36 wamepata ufaulu wa daraja A. Kwa ufupi, vyuo vifuatavyo vimetoa walau mtahiniwa mmoja aliyepata daraja A. Tuna chuo cha Mwenye Heri Isidori Bakanja Kikoboko Jimbo la Bagamoyo. Tuna chuo cha Mtakatifu Bonaventure kiko Emmaus Jimbo la Moshi. Kuna chuo cha Mtakatifu Jerome kiko Tosamaganga Jimbo la Iringa. Tuna chuo cha Mtakatifu Yosefu kiko Bigwa Morogoro. Tuna chuo cha Mtakatifu Benedikto kiko Kiogawale Jimbo la Mbinga. Tuna chuo cha Bikira Maria Mkingiwa Dhambi ya Asili kiko Ikando Jimbo la Njombe. Tuna chuo cha Teolojia na Uchungaji kiko Rahuya Jimbo la Moshi. Tuna chuo cha Mtakatifu Cecilia kiko Huruma Konventi Jimbo la Moshi. Tuna chuo cha Bikira Maria Mpalizo Mbinguni kiko Makalala Jimbo la Mafinga. Tuna chuo cha Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili kiko Itigi Jimbo la Singida. Tuna chuo cha Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili pia kiko Komuge Jimbo la Musoma. Tuna chuo cha Mtakatifu Teresa wa Avila kiko Mwemage Jimbo la Bukoba. Tuna chuo cha Familia Takatifu ya Yesu Maria na Yosefu kiko Kasulu Jimbo la Kigoma. Tuna chuo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi kiko Mbweni Jimbo la Bagamoyo. Tuna chuo cha Bikira Maria Malkia wa Mitume kiko Madunda Jimbo la Njombe, na pia chuo cha Mtakatifu Robert Beramini kiko Ipala Dodoma. Katika kundi hilo tuna wanafunzi 10 bora ambao wamefanya vizuri, pamoja na kwamba wote wamefanya vizuri. Wa kwanza kabisa katika matokeo haya kwa mwaka huo au matokeo ya mwaka 2025 ni Joyce Kizito Arone, anapatikana chuo cha Isidori Bakanja Boko Bagamoyo, wastani wa alama 88.3. akiwa amefungana pia kwa alama hizo 88.3
na Ana Nyanda Fulano, wote pia ni wa chuo cha Isidori Bakanja Boko Bagamoyo. Pia tunaye Naliaka Elizabeth, chuo cha Isidori Bakanja Boko, jimbo la Bagamoyo. Tunaye pia Devota Elonimo Isaac, chuo cha Mtakatifu Bonaventure Emmaus, jimbo la Moshi, kwa wastani wa 86.2. Huyu Devota Elonimo Isaac amepata wastani wa 88.2. Tunaye Eda Ponsiano Masangula kutoka chuo cha Mtakatifu Jerome Tosa Maganga Iringa, wastani wa 86.1. Tunaye Goodluck Fred Salufu kutoka chuo cha Mtakatifu Bonaventure Emmaus, jimbo la Moshi, wastani wa 85.7. Tunaye Magdalena Gaitan Kauno kutoka chuo cha Mtakatifu Jerome Tosa Maganga, jimbo la Iringa, wastani wa 85.7. Tunaye Pauline Atieno kutoka chuo cha Isidore Bakanja, wastani wa 85.6. Tunaye Eveta Raymond Msanzi kutoka chuo cha Mtakatifu Jerome Tosa Maganga, jimbo la Iringa, wastani wa 85.5. Tunaye pia Sister Faustina Maria Mansetus kutoka chuo cha Mtakatifu Yosefu Bigwa, jimbo la Morogoro, wastani wa 85.7. Kwa ujumla katika kundi hilo wanafunzi 107 wamepata daraja A. Katika kundi hili pia somo lenye ufaulu wa juu zaidi ni uchungaji kwa 84.3, yani daraja A, na somo lenye ufaulu wa chini zaidi ni somo la uwakili kwa 57.3, daraja C. Wastani wa jumla kwa masomo yote kwa kozi ya miaka 2 na mitatu ni 72.7, daraja B. Kundi la pili ni watahiniwa wa kozi ya mwaka mmoja. Kwa mtihani wa mwaka 2025 hakuna aliyepata daraja A kutoka katika watahiniwa wa kozi ya mwaka mmoja, na hivi tunawasisitiza pia wanaofanya kozi ya mwaka mmoja waongeze bidii. Katika kundi la tatu ni watahiniwa wa vituo vya vyuo vikuu, na hapa tunacho chuo kikuu cha Katoliki Mbeya na chuo kikuu cha Dodoma tawi la Mtakatifu Francisco Xaveri. Watahiniwa wawili walipata daraja A kutoka kundi hilo. Tunaye Stefania Josam John kutoka kituo cha UDOM, lakini pia tunaye Angelo Wilson Majora kutoka kituo cha chuo kikuu cha Kikatoliki Mbeya. Idara ya Katekesi Taifa inawapongeza wote waliofaulu kwa wastani wa daraja A. Idara pia inawapongeza wasimamizi wa vituo vyetu vya malezi ya makatekista kwa moyo wa majitoleo katika malezi ya makatekista kiroho, kielimu, kimaadili na kichungaji. Aidha, shukrani na pongezi za dhati kwa vituo vyetu vya vyuo vikuu, chuo kikuu cha Katoliki Mbeya na kituo chetu cha Mtakatifu Francisco Xaveri UDOM kwa kuwa mfano mzuri wa ushiriki katika kukuza na kuendeleza malezi ya katekesi kwa vijana wetu katika mazingira yao. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha tena wenzetu wa kituo cha malezi ya katekesi cha Mtakatifu Thomas More chuo kikuu Mzumbe, ambao wao wanaanza kozi hii kwa mwaka huu wa masomo. Idara ya katekesi naamini kwamba nao pia wataweka bidii ili waanze vyema na wadumu katika nia yao hiyo njema. Mwisho, idara ya katekesi taifa inachukua nafasi hii kuwashukuru wote tulioshirikiana nao kufanikisha utume wa katekesi kwa mwaka 2025. Kwa nafasi ya kwanza ni Baba Askofu Stefano Musomba, Askofu Jimbo Katoliki Bagamoyo, ambaye pia ni mwenyekiti wetu wa idara ya katekesi Baraza la Maaskofu. Tunaishukuru sekretarieti ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, wakurugenzi wakuu wa idara zote na wahudumu wengine. Tunawashukuru pia wakurugenzi wa katekesi majimboni, wakuu wetu wa vyuo vya katekesi, utume wa Mama Hana
na makatekista wote popote pale walipo kwa kazi nzuri ya uinjilishaji kwa njia ya katekesi. Tunazidi kuomba ushirikiano wa kila mmoja kwa mwaka 2026 ili katekesi isonge mbele. Idara inamtakia kila mmoja utume mwema. Ndimi katika utumishi Padre Liston Luko, mkuu wa idara ya katekesi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, leo tarehe 29 Januari 2026. Asanteni kwa kunisikiliza.